ni vyema kuweza kuipitia hili swala, kwa sababu kumekuwa na mkanganyiko kati ya wale wanaotunza Sabato, ya kwamba ni halali kupika siku ya Sabato au si halali kupika, ni halali kuwasha jiko au si halali kuwasha jiko. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho ni cha msingi sana kukipitia na kuweka sawa. Sasa kwenye kitabu cha Kutoka ndipo ambapo swala hili lilianza kuweza kusemwa na Musa. Alafu tutaangalia leo nabii inaeleza namna gani kuhusiana na hili swala. Katika Kutoka sura 35 mstari wa 3 anasema, hamtawasha moto katika nyumba zenu kwa siku 6. Hapo ndipo mamlaka ya kuhusiana na moto kuwashwa nyumbani yalipotolewa. Kwa hivyo hakutakiwa mtu yeyote kuweza kuwasha moto siku ya Sabato. Unaona Sasa unaona leo sasa unaweza tukawa na sauti gani, au tunaweza tukasemaje kuhusiana na hali yetu ya sasa na kuhusiana na utunzaji wa Sabato. Katika Testimony of the Churches gombo la 6 ukurasa wa 357 paragraph ya 3 anatolea maelezo mtumishi wa Bwana. Anasema hivi: wakati kupika siku ya Sabato kunapaswa kuepukwa, na huo ndio ukweli. Inapaswa kuepuka kupika siku ya Sabato. Si lazima kula chakula cha baridi. Katika hali ya hewa baridi, acha chakula kilichotayarishwa siku moja kabla kipashwe moto, na milo ingawa rahisi iwe ya kupendeza na ya kuvutia. Weka kitu ambacho kitaonekana kuwa cha kupendeza, kitu ambacho familia hakitumii kila siku. Kwa hivyo kumbe tumeweza kuona ya kwamba katika siku ya Sabato kupika kunafaa kuepukwa, ndivyo maagizo yapo. Lakini haipaswi, si lazima kula chakula cha baridi, maana hapo ni sawa na kwenda kumjaribu tena Mungu. Kwa maana unajiletea tena masuala ya afya, unaharibu tena afya. Lakini chakula kinapaswa kuweza kupashwa kile kilipikwa jana wakati wa maandalizi. Unaona Kwa hivyo hiyo ndio shuhuda na huo ndio wa ujumbe wa sasa tulionao, ili watu wasiweze kuishika Sabato kama mzigo, watu wakalishwa vyakula vya baridi wakaanza tu kupishana katika leo. Si mapenzi ya Mungu kabisa. Hata Sabato tena inakuwa tena ni siku ambayo ni ya kuhuzunisha. Hapana. Kwa hiyo Sabato inafaa kuwa ni siku ya kupendeza, hata wageni wanafaa waweze kupendezwa nayo wanapoingia katika malango yetu, na hata watoto hasa. Kwa hivyo watapenda vyakula vinavyopikwa, watapenda namna vinavyopikwa na namna wanavyokula, na Mungu akaweza kuhimidiwa kwa siku